Naam, karibu tena siku nyingine. Tunakwenda kupata sehemu ile ya 5 ya ubiri linaloitwa Mpinga Kristo yu mlangoni. Karibu sana, jisikie mahali unapopapenda na uwe huru. Kama una jambo lolote la kuweza kunishauri, kunitia nguvu, basi namba ziko mwishoni mwa ubiri, unaweza tukawasiliana. Karibu tupige magoti kwa ajili ya kukaribisha Roho wa Bwana. Baba, tunakushukuru kwa kuwa umekuwa nasi. Mungu tuongoze kupitia Roho wako Mtakatifu. Amin. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kuanzia fungu la kwanza hadi fungu lile la 10 ni mafungu yanayoelezea utawala wa mpinga Kristo ambaye ni nani? Ni Papa, ambaye ni Papa. Sasa unapoanza kitabu cha Ufunuo kuanzia fungu la 11 mpaka fungu la 18, hii inazungumzia habari ya nabii wa uongo, au taifa la Marekani. Tusome kitabu hiki cha Ufunuo 13 na lile fungu la 11 hadi lile fungu la 15. Tutaishia fungu la 15 leo. Anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama yule wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. 15 akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wauawe. Sasa tunaona mnyama mwingine au ufalme mwingine ambao unatokea katika nini? Katika nchi. Yaani huu ufalme inatokea miongoni mwa nchi duniani. Huu ufalme unaibuka. Unapoibuka inakuja na sifa kama mwana kondoo. Tunajua Biblia inasema kwamba alikuwa na pembe mfano wa nani? Wa mwana kondoo. Lakini pia tunakuja kuona Biblia inatuambia kwamba huu ufalme baadaye ukaanza kunena kama nani? Kama joka. Ukaanza kunena kama joka. Na anasema naye anatumia uwezo wote wa mnyama yule wangapi? Wa kwanza. Na unapozungumzia mnyama wa kwanza ni mnyama wa Ufunuo 13 sura ya kwanza, fungu la kwanza hadi fungu la 10, ambao unahusu utawala wa nini? Wa upapa. Sasa mnyama huyu anayetoka katika nchi anatumia uwezo, na tukumbuke kwamba uwezo wa mnyama wa kwanza alipewa na nani? Na joka, shetani. Kwa hiyo huyu mnyama wa pili huyu anayetoka katika nchi anatumia uwezo ule wa shetani, ambao shetani alitoa kwa nani? Kwa upapa. Kwa lao ni moja. Lakini anasema kwamba ana mfano, ana pembe kama nani? Kama mwana kondoo. Hebu tuone katika Roho Nabii nini maana ya pembe. Katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 365 na ile haya ya kwanza, 365 haya ya kwanza, neno la Bwana linasema, anasema, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo. Pembe za mwanakondoo huashiria uchanga, moja, kuto
kutokuwa na hatia 2, upole 3, kuwakilisha kikamilifu tabia ya taifa lao Marekani, ambao wakati lilipowasilishwa kwa nabii likipanda juu mwaka 1798. Kwa hiyo roho nabii inaweza kwamba maana ya pembe mbili, roho nabii inaweza kwamba cha kwanza ni uchanga, mwana kondoo, yani ni mtoto wa kondoo. Sawa, mwana. Kwa nabii anasema kwamba maana pembe mbili ni inawakilisha uchanga wa lile taifa kwa kipindi kile, wakati kwamba baadaye akanena kama nani? Kama joka. Na tukumbuka kwamba tushajifunza maana joka ni nini? Joka ni shetani. Sasa huyu ambaye alikuwa anaonekana kama mwanakondoo, baadaye akaanza kunena kama shetani. Sasa hebu tuone roho nabii inasemaje kwamba nini maana ya kunena kama joka. Ukurasa wa 366 haya ya kwanza, nabii wa Mungu anasema, haya ya kwanza maneno katikati anasema, pembe za mwanakondoo na sauti ya joka za mfano huelekeza kwa ukinzani mkubwa kati ya muonekano na matendo ya taifa liliwakilishwa. Anasema kunena kwa taifa ni tendo la mamlaka zake za kibunge na kimahakama. Kwa tendo hilo taifa litabadilisha zile kanuni za uhuru na amani lililojiwekea kama msingi wa sera yake. Utabiri kuwa litanena kama joka na kutumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Maneno chini tena hapo anasema bunge la Congress halitatunga sheria inayohusiana na uanzishaji wa dini au kuzuia uhuru wa uanzishwaji wake, na kuwa na dini haitakuwa kigezo kwa mtu yeyote katika ofisi au wajibu wote wenye mamlaka. Kwa nabii wa Mungu anaposema kwamba kunena kwa joka au kunena kama joka, maana yake ni kwamba ni kile kitendo ambapo taifa la Marekani kupitia bunge na mahakama watakapopitisha sheria za kulazimisha watu dhamiri, kulazimisha watu kuabudu kinyume na taratibu zao, kwamba bunge itakapopitisha sheria ambazo zinakinzana na utaratibu wao waliojianzishia wakati walipokuwa kama mwanakondoo, hiyo ndio kunena kama nani? Kama joka. Hiyo ndio kunena kama joka. Lakini pia tumeona kwamba kuna kwamba huu utawala wa hii taifa la Marekani, tumeona kwamba atawalazimisha watu kufanyaje? Kusujudu, kumfanyia sanamu nani? Mnyama yule aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akafanya akapona. Sasa nini maana ya sanamu ya mnyama? Nini maana ya sanamu ya mnyama? Ukurasa wa 368 na ile haya ya kwanza, neno la Bwana linasema katika kitabu hiki cha nabii, anasema tofauti nyingi za imani katika makanisa ya Kiprotestanti huchukuliwa na wengi kuwa udhibitisho wa hakika kuwa hakuna juhudi zinazoweza kufanyika kuleta muungano wa kulazimisha miongoni mwao. Anasema lakini kumekuwepo na miaka mingi katika makanisa ya imani ya Kiprotestanti wazo lenye nguvu na linalounga mkono muungano uliojengwa juu ya vipengele vinavyofanana vya mafundisho. Ili kufanikisha muungano huo, mjadala juu ya mada ambazo hawakubaliani wote, hata kama ni muhimu kiasi gani kutokana na mtazamo wa Biblia, ni lazima kwa vyovyote viepukwe. Kwa hiyo unaposikia sanamu ya mnyama, nabii wa Mungu anaeleza kwamba haya ni mafundisho. Sanamu ya mnyama ni mafundisho ambayo viongozi wa dini wamekubaliana, hata kama yanapingana na Biblia, ila wao wamekubaliana kwamba haya
tutakwenda kuyatekeleza. Kwa sanamu ya mnyama inaundwa kwa nini? Kwa mafundisho. Mafundisho gani? Fundisho lolote lifundishwe Anglikana, lifundishwe kwa Sabato, lifundishwe kwa KKT, lifundishwe wapi? Kwa Katoliki, lifundishwe kwa Waislamu. Mfano, kuna hii siku inaitwa siku ya wanawake duniani. Unakuta wa Sabato wanasherehekea, wa Katoliki wanasherehekea, Waislamu wanasherehekea, ulimwenguni nako wanasherehekea. Unakuta haya ni mafundisho ambayo ya wao wenyewe Biblia, Roho na Biblia inasema kwamba wamekubaliana. Wameketi wakasema haya ndio twende nayo. Lakini yale mafundisho yanayowasonda vidole, yale wanayaweka wapi? Pembeni. Wanayaweka pembeni. Kwa kazi ya taifa la Marekani ni inafanya kazi badala ya huyu mpinga Kristo mbele nani? Ni Papa. Na Papa anafanya kazi kwa niaba ya nani? Ya Shetani. Kwa anaanza bosi Shetani, anafuata nani? Sundo supervisor ambaye ni nani? Ni Papa. Lakini pia anafuata Marekani. Kwa Marekani katangulizwa mbele. Ajenda nyingi utawala huu wakati huu wa mpinga Kristo sawa unayasukuma kwa taifa la Marekani. Marekani anayaleta duniani. Akiyaleta duniani, sisi wa nje tusiojua tunajua ni Marekani, kumbe ni huyu mpinga Kristo, huyu bosi, huyu Papa. Kwa Marekani ipo pale kwa ajili ya kusukuma ajenda za nani? Za upapa. Ndio maana tunaona mambo ya ushoga huko, utoaji mimba huko, wao ndo wanaanzisha, dunia inakumbatia. Kwa hata hii vita ya Iran na Israel, tutakuja kuona mbele, hii vita ya Iran hii ilishapangwa toka 1800 huko kwamba lazima ipiganwe hii vita ili kumsimamisha Papa katika madaraka. Sasa Papa anamtumia nani? Lazima amtangulize Marekani. Kwa tunaishi katika kipindi ambapo inatakiwa tujue sana, inatakiwa tuombe sana. Katika wakati wa mwisho inatakiwa tujifunze sana kitabu cha Ufunuo 14, tujifunze sana kitabu cha Daniel 12, tusome sana kitabu hiki cha Pambano Kuu, tusome sana kitabu hiki na vitabu vingine, ili tuzidi kuwa watu hodari, tujue nini cha kufanya katika wakati huu wa mwisho. Kwa leo tumejifunza kwamba utawala wa Marekani ndio mnyama anayetoka katika nchi, akiwa anafanya kazi kwa niaba ya mnyama wa kwanza ambaye ni nani? Papa. Kwa Marekani ndiye atatumika kulazimisha watu kufuata mafundisho mapotofu ya nani? Ya Papa. Kwa mpendo wa Mungu akubariki. Karibu tena katika somo lingine tutakapoanza sasa kuangalia mikakati ya kuweza kumsimika huyu mpinga Kristo tena katika dunia hii. Bwana kubariki. Karibu tupige magoti tuweze kuomba. Baba yangu wa mbinguni, tunashukuru kwa kuwa umekuwa nasi. Tunaomba tuongoze katika somo lijalo. Tupatie masikio yenye kusikia na mioyo yenye kuelewa. Tunaomba kupitia jina la thamani, jina la Yesu Kristo. Amen. Tumeshaikaribia alama ya mnyama. Watu wa Mungu watateswa, wengine kuuawa. Kwani dini zitaungana na kuwa dini moja, na kuiabudu siku ile ya Jumapili. Alama ya mnyama itakapotangazwa, na ni agizo kali litakalotolewa kwa wale washikao Sabato